amekupa watoto. Mama amekupa mtoto wa kwanza ama wa pili. Ndio sasa anaanza kukutolea sababu nyingi ya kwamba sisi huyu ana hivi, sisi huyu ana hivi, ana hivi. Yaani unapata pale kwa nyumba, yaani ile amani ya ile siku ya kwanza mnaoana imeisha kabisa kwa sababu ya watoto. Kwa sababu ya watoto. Ndio. Sababu unakuta mtoto mmemzaa nyote wawili. Lakini ile kushughulikia mtoto atamzaa nyote, hamjui nguo, hajui mtoto anaishi vipi. Ni yeye na wanawake nje, kukimbizana na wanawake nje. Sasa hapa mkisema sijui wanawake sijui hapo wazee wanapimwa wakionekana ni wagonjwa, basi wanawake ndio wagonjwa zaidi kuliko wanaume. Hata hii mambo ya nini? Sababu mtu umemharibia ndoto zake, labda alikuwa amepanga afanye kitu fulani ukamkatizia. Then umekuja umemzalisha na huna shughuli na yeye, huna shughuli na watoto, hujui wanakula, hujui wanafanya nini, hujui hata mambo ya kigeni. Wewe na wanawake na wanawake na wewe. Na huyu wakati unamuoa alikuwa ni mwanamke na hajabadilika, hata leo ni mwanamke hivyo hivyo. Lakini unaona huyu hakutoshelezi mpaka unaenda nje ndio unakuthamini kuliko ndani ya nyumba. Mambo ya wanaume siku hizi, yani wanaume siku hizi hata si wameingiliwa na shetani gani. Kabisa, yani wanawake siku hizi wanalia kulia, hakuna ndoa siku hizi. Mtu unapata mtu anakutoa tu kwa nyumba ya kwa wazazi wako, anakuja anakuachia tu kwa pori. Maana sababu ukija ukiletwa hapa kwa nyumba za watu ambao si kwenu, wale wenye wamekupata pale ni wale ambao ni wazazi wake, ambao hao wamekujua kupitia yeye. Alafu yeye amekuja amekuacha hapo ni sawa tu na porini. Hakuna mtu atakuthamini zaidi ya yeye. Hapo Bishop, naomba hapo napo mtuangalie hivyo hivyo. Wanawake wengi siku hizi wameachiwa majukumu. Asante. Haya, asante sana. Sasa, barikiwa tena zaidi tena sana pale. Sasa wamekuja mahali nasema kwa kuweza kuzungumza na sisi ndoa fake marriages. Today a lot of marriages are fake. Ziko fake. Ndio maana unakuta kwamba unaona mama vile amezungumza. Anapatia mtoto mmoja wa pili, mzee anapotea. Kwa nini anapotea? Kile ambao alikuwa amekiona ama kile alikishika wakati ule kimeondoka. Hakumpenda kwa sababu amempenda. Alimpenda kwa sababu ya kitu fulani, ya figa, kwa sababu ya matiti, kwa sababu alikuwa sijui na nini. Let me tell you, a genuine marriage ambao si fake, haijalishi hata mke wako amekuwa chongo, ni wako. Utamshughulikia, hutamwacha. Ndio naona kwamba ukisoma katika Biblia, Sara alikuwa mzee. Hata wakiingia katika nchi ya Kanaani, wakati wametoka Haran, wakiingia katika nchi ya Kanaani, walikuwa ni watu wazima. Biblia inasema njaa ilipoingia, wakaenda katika nchi ya Misri. Wakaenda katika nchi ya Misri. Biblia inasema kwamba Ibrahim akamwambia mke wake Sara, tukifika pale, kwa sababu bado wewe umrembo, sema wewe ni dadangu. Haya, walipofika pale ndio walisema hivyo, alisema hivyo. Lakini kitu kilichosababisha akajulikana mke wake, ilibidi Mungu ampige nani? Maana Mungu alimzuia Farao kulala naye. Na alipomrudisha, Biblia inasema kwamba Farao akaona Ibrahim akicheza na nani? Na Sara. Wanaume wangapi sahi ibichiki chanya na bakababo, mtekerenye, wakimbizane. Old is gold. Haijalishi mke wako ako na miaka mingapi, haijalishi amezaa ama hajazaa, haijalishi wewe ndio umemzalisha. Wale watoto si wake, watoto ni wenu. Unaona? Lakini watu wanaishi katika fake marriage. Kunao wanaume wananisikiliza sahi, walioana na wake zao walikuwa wameoa urembo. Sasa urembo umeisha, wewe mwanaume ndio umemaliza urembo. Mbona unamwacha mke wako? Mbona huyo mwanamke, hao watoto ambao wanaitwa kwa jina lako ndio wamemaliza ule urembo kabisa.
Unaona? Sasa unaachia mke wako majukumu. Kwa nini? You are living a fake marriage. Yes. Because a marriage, a genuine marriage, ni marriage iko na majukumu. Unajibebea mzigo wako mwenyewe. Huo mzigo ni wako mwanaume. Unaona? Huo mzigo ni wako. Hata wamama, unasikia wamama wanasema kabisa kwamba wanaume wameacha majukumu yao. Yeah. So wanaoa waonekane wameoa, lakini they are not married. Hiyo inaitwa fake marriage. Yes. Unaona? Kwa ajili ya kuonekana tu, asije akaambiwa hakuwa yoa. Ni bachelor. Asije akaitwa bachelor. That's a fake marriage. Because marriage enyewe lazima ujukumike, ukae hapo. Upambane na chochote kinachopigana na marriage. Yes. Ukizaa watoto, jua watoto wanakula, wanakunywa, wanavaa, wanasoma, wanafanya kila kitu. Ukae pale. Hiyo ni genuine marriage. Mke wako akiwa mgonjwa, lazima uhakikishe kwamba amekula, amekunywa, amelala vizuri, ametibiwa, ameshughulikiwa. Na kama hauna mfanyikazi, hakikisha umempikia uji, umemuosha. Wengine mama mwingine amefikia mahali hata hawezi inuka kitandani. Osha mke wako, acha ujinga. Watafuta watu waje kumuosha mke wako. Yes. Kwani ni mke wenu? Fake marriages watu wanaishi nazo, ndio unakuta kwamba anaenda kutafuta watu wakuja kumuosha mke wake. Yeah. Anatafuta mtu wakuja kumpikia mke wake. Kwani wewe una mkono wa kumpikia mke wako? Huyo ni mwenzako. Mbona wakati anatakana, wakati wewe umekuwa mgonjwa, umekuwa chini, mbona anakuosha wewe? Fake marriage. Marriage genuine, huwezi kutoka mwanaume, huwezi acha familia yako njaa. Yes. Huwezi. Huwezi toka ukaenda ukakunywa pombe, alafu uende kuolewa na no. Never. All right. Hello Sifa. Hello Sifa. Yes, ndugu yangu, karibu. Salam. Salama kabisa, tashukuru. Kuna kitu hapa ningeomba mchungaji. Naam. Haya, sema. Sasa wengine bwana, wanawake tunawapatia kila kitu. Lakini ukifika unakuta tu mtu ameniona, ujua ameniona. Umemletea chakula, umemletea pesa, umemletea kila kitu. Lakini ananuna tu, ujua. Sasa tungeomba tu watu waambie kama kuna makosa mengine tunafanya kama tujue. All right. Haya. Asante, shukrani tena zaidi na tena sana pale ndugu yangu. Anasema wakati mwingine wanadada wetu ananuna tu. Yaani kila kitu amefanyiwa, sio ati hajapatiwa pesa, hajapatiwa nini, kila kitu amepewa, lakini ananuna. Unakuja unampata mtu amenuna kununa. All right. Sifa, hello. Hello Sifa. Hello Sifa. Sifa, hello. Aya, asante. Karibu Bishop. Unajua kitu ni kwamba wamama wengi ambao huishi maisha ya kununa, si wao hununa. Yes. Huwa wana masikio ya utafiti. Waweza kuwa unamshughulikia mwanamke, lakini wakishinda na wenzake, anaambiwa wanaume ni malaya. Yes. Anaambiwa maneno. Sasa hata ukija umechelewa, uko late, yeye akili yake amechukua kwamba umeshinda kwa wanawake. Yes, yale maneno ameyapokea. Yeah. Siku moja, jamaa mmoja alikuwa amefuatwa na mke wake. Yes. Yaani mke wake kila siku alikuwa, hawa mama wa kununa hawa. Jamaa akija nyumbani, yale mambo mke wake anazungumza, anamtesa kweli. Siku moja huyo mama akachukua akili, akasema leo nitamfuata huyo mwanamume mpaka pale anakaaga na wanawake wake. Akaenda akamkuta mume wake kwenye shimo, anachimba mchanga. Maana anapiga simu haishikwi. Anaambiwa na moyo wake huyu jamaa sasa hivi ako na mwanamke. Alimkuta mume wake ile kazi anafanya na mahali simu imewekwa. Mama alianza kulia pale. Maana kitu ni kwamba amejazwa kwamba wanaume wanakaaga na wanawake, hata mchana akienda kazini ako na wanawake. Ndipo saa nyingine hashiki simu yako, ndio saa nyingine sio ako na nini, ndio saa nyingine sio ako na nini. Amejazwa. Hata unakuta kwamba wengine mambo inasababisha wanune nyumbani.
Amepewa kila kitu, lakini ananunya nyumbani ni kwa sababu amepewa maneno yasiyo ya kweli na anakaa ndani ya moyo wake. Yeah. So amesababisha ndoa yake sasa kuwa na uchungu. Huyu ndugu anauliza, nimempatia kila kitu, nimefanya kila kitu kinachostahili, mbona ananuna? Ni ripoti alizo nazo. Yes. Maana unajua kitu kwamba hakuna mwanamke asiamini kwamba mwanamume ni malaya. Yes. Hakuna mwanamke hata mmoja chini ya jua hili. Yes. Nataka nikuambie, wengi wanaishi maisha ya ndoa, lakini wanasema waume wao wanawatiti. Na unaweza kuwa mwanamume uko very genuine, lakini mke wako hawezi kukuamini. Kwa nini? Maana wakiketi pamoja, hayo ndio maneno wanazungumza. Biblia inasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Yes. Umeoa mke wako ni mzuri, lakini anapoketi na wale watu anaketi nao, angalia mama ni kina nani unaketi nao ambao wanakuchochea na wanakuambia habari za mwanamume. Si wanaume wote wanafanana na si wanawake wote wanafanana. Wewe ulioa mke wako si wanawake. Uliolewa na mume wako si wanaume. Unajua kitu ni kwamba shida moja ni kwamba mwanamume amechukua mwanamume amechukua mke wake ni wanawake. Yes. Haya wanawake nao wamechukua mume wake, amechukua mume wake akamweka ni wanaume. No, never. Usiwahi kumvalisha mume wako magwanda ya wanaume wengine. Maana mume wako, wewe lazima ujifunze tabia ya mume wako na ujifunze maisha ya mume wako. Ili ukaweze kuishi genuine marriage, katika genuine marriage. Yes. Lakini watu wanaishi katika marriage fake. Kitu cha kwanza, hata wengine waliolewa katika ndoa nzuri, very 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 innocent marriages, lakini kwa sababu ya watu, hizo ndoa zimegeuka kwa fake. Wamezicreate. Yani wajua ndoa huumbwa. Yes. Sasa wameiumba ile ndoa ikawa fake. Kwa sababu gani? Kulingana na vile wale watu anakaa nao, wale watu anaongea nao, wale watu anaishi nao, paka imebidi kwamba wanaishi na ndoa fake. Yes. Yeah. Walianza vizuri. Kama Paulo anasema nani alowaroga? Mlianza kwa roho, mwamaliza kimwili. Yeah. Unaona? Kwa sababu ya masikio ya utafiti. Mwanamume unasikia maneno, hata kuna watu wengine wanasema kwamba si vema mwanamume kukaa na mke wake town. Let me tell you, my wife I can be with her anywhere. Na nikiwa na mke wangu mahali popote, naweza tengeneza chochote ninachohitaji. Yes. Nikiwa mbunifu, nikiwa mtu ambaye anaweza kuwekeza, nitawekeza tena vizuri sana. Yes. Sio kwamba ukiwa na mke wako huwezi. Kwanza ukiwa na mke wako ndio mnaweza kuketi na kupanga mambo mazuri. Pengine uwe na mwanamke mkorofi ambao hata ukiweka akiba anakula. Yeah. All right. Asante, shukrani tena zaidi. Anasema Kisaka, I'm sorry to say this, fake marriages in both sides, so if it's a blame, it's for both. Ndoa ziliharibika kitambo, kuwa wagonjwa sio ni wanawake, ni kujipendea kwao. Wanaume wanataka amani. Pia wanawake wanaume wanataka amani. Pia wanaume ni mlevi chakari. Mke amevumilia vya kutosha. Huyu mwanamke unga ukizidi maji atatoka, amuache mwanamume. Je, lawama utakuwa kwa nani? Ndoa nyingi zimepotoka sana. Alright, asante sana. Barikiwa tena zaidi na tena sana pale kwa kuweza kusema na sisi. Unasema both side ndio ziko na lawama kwa ndoa fake, na I hope hatuja kataa hilo, kwamba hiyo ni ukweli tunazungumzia, kwamba tunazungumzia ndoa fake. Hatuzungumzii chanzo labda cha magonjwa, chanzo cha nini. Tunazungumzia ndoa fake in general. Ndoa fake na matokeo yake. Na matokeo yake ni gani? Yes. Matokeo yake ndio yako dhahiri. Matokeo yake yako dhahiri kabisa. Kwa sababu kama ni mambo ya ulevi, hata wakisema wanaume wengine ni walevi, je, na wale wanawake ambao ni walevi na unapata mwanamume wake sio mlevi,
lakini mwanamke amechagua ni ulevi. Mwanamume wake sio mlevi na anamvumilia. Wanaishi pamoja. Kwa hivyo labda vile tunasema ni both sides. Both sides. Na unakuta kwamba mwanamke anaweza kuwa kwamba acha tushike hiyo ndo. Simu. Hello Sifa. Hello Sifa. Yes, mangu mama Mwadime. Hiyo mada. Yes. Ni tamu. Na ni nzuri. Namsikiza mchungaji vile anavyosema. Yes. Kuhusu ndoa feki. Na ni kweli siku hizi zimeharibika. Yes. Lakini inategemea sasa na wale watu wawili walishikana. Sababu kama bwana anatunza mwenzake. Yes. Na bibi pia anatunza mwenzake. Hayo yote hayangetokea. Kabisa. Lakini naomba wamama. Hasa wamama wa siku hizi. Yes. Kwa sababu ukisema unashindana na mwanamume haiwezi. Ama umeolewa umewekwa nyumbani. Mwangalie tu mume wako, wajua kule kuzania. Yes. Ndio kunaharibu. Alafu kitu nitasema kwa wazee na wamama pia. Inatakana watu walindane. Kwa sababu kuna mwisho wa maisha. Yes. Labda bwana anaweza akatangulia ama bibi atangulie. Sasa inatakana, inawezekano sasa kujiangalia wewe. Unaweza kuwa sengine kama tuseme kwa mfano mimi mume wangu ameniacha. Nimebaki. Unaona mtu anatoka na ako na bibi yake. Anakuja kwangu mimi. Na mimi niko na hiyo shida. Je, nikimkubali ako na bibi yake? Yes. Hivyo ninakuwa nimetenda dhambi ama yeye ndo ametenda, maana amekuja kwangu na mimi niko na hiyo shida. Ako na bibi yake na mimi sina bwana. Na amekuja kwangu. Akaongea na mimi nikasikia. Je, yeye na mimi nani mwenye makosa? Okay. Amekuja kwangu, labda amekuja nyumbani. Hiyo itakuwa ni fake kwake ama ni fake kwangu? Mimi sina wangu, nimemzika kabisa. All right. Haya. Naomba msaidie kwa hiyo. Asante. Maana kuna wengine wanajitesa wenyewe. Asante. Shukran. Asante sana, barikiwa tena zaidi na tena sana mamangu mama Mwadime kutoka maeneo ya Mugange pale. Mugange Davida. Salimia watu wa Mugange Davida pale. Right. Bishop nitakupatia nafasi uweze kusikia. Sifa, hello. Hello Sifa. Yes Sifa. Huyo ni Patrick kutoka Mtito. Patrick kutoka Mtito, karibu. Sasa mimi nashangaa. Wengine ni wa Kristo lakini wanaongea nje ya Biblia na nje ya Ukristo. Sasa hiyo station ni ya Mungu. Kwa nini wasikae kwa Mungu? Oi, kutoka Mtito tumekupoteza. Kuja tena tuweze kukusikiliza. Ulikuwa na jambo gani lenye unakuja nalo kutoka maeneo ya Mtito pale? Tuweze kukusikiliza. Maria kutoka Bura, karibu tena. Shika simu yangu. Nimepokea. Shika simu yangu. Nimepokea Maria. Hata mimi nasema hivi, nataka kumsaidia huyo ambaye alikuwa ametoka hapo akasema kwamba eti unaweza kuta kwamba mwanamume anaacha kila kitu ndani ya nyumba. Lakini tena bado tena mwanamke tena anajua kununanuna. Hapo ndio nilikuwa napigia simu hapo, nataka kumsaidia huyu. Unaweza nipatia vitu vyote ukaeka ndani ya nyumba. Tena ukakosa ule uaminifu. Uaminifu ukishaukosa, hata ukanipatia fedha yako hainisaidii na kitu kama uaminifu wewe na mimi haupo katikati. Kama chakula yako kaeka ndani ya nyumba, kama uaminifu haupo kati ya wewe na mimi, hakuna, hiyo chakula hainisaidii tu mimi kama mwanamke. Kwa hivyo uaminifu pia ukae katikati,
hata fedha yako ukisema kwamba sijui unalisha chakula watoto vizuri na unalinda mke vizuri ni sawa, lakini uaminifu nao inaambatana na uaminifu hakuna. Usharati upotele, na sio eti waga tunayasikia. Saa nyingine hata ushawahi kula sima imepikwa ikasongwa vizuri ikanuka kuivwa, afu ikaongezwa maji ya baridi juu. Na ndo anakaga wanaume wa siku hizi. Mwanamume akishaingia ndani ya nyumba, kama kweli ugali mlikuwa mnasonga vizuri, mwanamume akishaingia ndani ya nyumba utamtesti tu, hapa kuna kitu hapa. Baridi utatesti sima ishaingia baridi. Barikiwa kisaka sana. Asante. Maria amepasua nyungu. Shukran Maria tena zaidi na tena sana. Okay, japo maybe huyu ndugu yangu alikuwa anaongelea maybe swala la umetoka, kwa mfano mtu ametoka kazini. Uliacha everything kwa nyumba. Umekuwa mwaminifu. Na ndio umetoka kazini, unaingia kwa nyumba, then unapata mtu tu amechange. Hata saa nyingine kwamba umetoka hata bado hujatoa hata nguo za kazini. Yes. Bado kuna maganda ya kazini na umetoka kazini straight ukaenda nyumbani. Yani I don't know who uaminifu ni uaminifu upi ambao Maria anazungumzia. I don't know. Hello Sifa. Hello Sifa. Yes. Jambo langu. Karibu ndugu yangu. Ni mwinjilisti wewe sana jambo. Yes, karibu mwinjilisti. Sasa mimi kuna kitu nataka kuzungumzia hapa. Karibu. Nimesema kuna vile unaweza ukafika kwa nyumba ukakuta mtu amenuna. Yes. Na hujajua sababu ni. Kila kitu unaleta kama na uaminifu nao. Sasa hapo najaribu kuchunguza, ni kama vile kuna vile unaweza kuta mtu anakutana na wenzake maybe. Anaambia wangu akikuja nyumbani kuna hivi na hivi na hivi na hivi, na we maybe unakuja nyumbani umechoka kama vile kazi zingine zetu ziko. Unafika nyumbani umechoka na ukifika tu ni kuoga, kula, kulala. Na maybe na yeye kule mahali wanaishi na wenzake. Kuna vile anapewa story mpaka atafika na kuuliza, kwani wale wengine wanafanya hivi na hivi ni vipi? Jaribu kusema mimi bwana kazi zangu nazo ni hivi. Yes. Huwezi eleweka, unajua. Sasa hapo sasa ndio nilikuwa nataka kujaribu kuelewa hapo, maana nilikuwa sijasema kwa ubaya eti. Kuna vile unaweza fika ukakuta mtu amenuna na kumbe unaweza kuwa unanuniwa ni vile maybe kazi zako ni ngumu, unakuja umechoka. Mwingine naye kazi zake ni rahisi. Sasa unajua wanawake wetu nao wakikutana pale, mambo yao ni tofauti. Anaweza kuwa anaambia wangu anakuja anapiga 4-3. Yes. Na wewe unakuja umechoka unapiga zako 2. Ukiangalia kazi zako za kesho nazo ni ngumu, inabidi unanyamaza tu na hizo 2. Mwingine naye amekuja hachoki, maybe ni boda. Yes. Akikuja yeye anaweza piga hata 4-5 na kesho si anakalia boda, unajua itumie nguvu. Sasa sisi kutumia nguvu inaweza kuwa maybe zile kazi zetu ngumu zinatumaliza nguvu ama ndivyo vipi? Hapo tu ndo nilikuwa nataka kujua. Okay, asante sana. Shukrani tena zaidi na tena sana kwa kuweza kusema na sisi pale, lakini what I know Bishop, kazi bado itabaki kuwa ni kazi. Hata unafanya kazi gani, ofisi ya mtu itabaki ni ofisi ya mtu. Manake hata ukiingizwa kwa hiyo ofisi utaanza kusema jamani hii nayo inachosha. Kwa hivyo ofisi ya mtu itabaki kuwa ofisi ya mtu. Karibu Bishop, alafu kisha tuweze kupokea bunch nyingine. Kitu ni kwamba kuna kitu ambalo nilikizungumza. Wanawake wanapoketi mahali pamoja huzungumza mambo mengi sana. Na unakuta kwamba wewe unafananisha mume wako na mume mwingine. Yes. Unaanza kumbandika mume wako mambo ambayo hayako. Yes. Don't call your husband men. Mume wako hapana wanaume. Mume wako ni mume wako. Mke wako na wewe ni mke wako. Yes. Kitu kilichoko ni kwamba
lazima uangalie yale ambayo mnazungumza. Maana kitu cha kwanza, huyu ndugu akizungumza kuhusu amekuwa mwaminifu, ako kila kitu. Lakini akifika nyumbani, unajua kuna kazi zingine wanaume wanafanya, dadi, kazi ya kupasua mawe. Ngurunga. Ama umeshinda ukiinua ngurunga, unajenga mjengo. Wataka kuniambia utachapa viraka kama mtu wa nini? Yes. Hutaweza. Kuna vitu vitakataa. Kuna hali itakataa yenyewe. Na lazima wewe mama umuelewe mme wako. Na wewe mzee elewa mke wako. Na unajua kitu kwamba mkishaelewana unasikia kwamba unakopo. Mnakopo katika ile nini? Mwenendo wenu. Na unajua kwamba hii nyumba, na wacha nikwambie, Biblia inasema hivi, mwanamke mpumbavu hubomoa nyumba yake mwenyewe kwa mikono yake. Na unajua upumbavu wa wanawake unatokana na nini? Yes. Masikio mengi ya utafiti. Kusikiliza maneno ya wengine. Si kukaa na kufanya maamuzi na kukaa vile mume wake anavyotaka, ama kuijenga nyumba yake. Anakaa akiwa katika hali ya kusikiliza wengine. Yes. Na nyumba za wengi ziko ni copyrights. Nataka nikuambie kitu kimoja na Nikisaka. Yes. Nyumba nyingi ni copyright. Nyumba nyingine ni Afro cinema. Continue short. Yes. Na Afro cinema ziko hapo. Wanaishi maisha fake. Sasa unakuta kwamba nimekuambia kwamba wanawake wengi huamini wanaume wote ni malaya. Lakini kuna wanaume ambao Mungu amewakirimia neema. Wanaishi maisha ya kiungu. Yes. Maana sasa hivi tunapozungumza hivi hatuzungumzi na walokole wote. Kabisa. Kuna ndugu ameuliza swali, mbona wengine wanaongea kana kwamba hawajaokoka? Wote hawajaokoka, wale tunaongea nao hapa hawajaokoka. Hii ni dini ya Ukristo. Lakini tunazungumza masuala ya ndoa. Kuna ndoa za watu wameokoka, kuna ndoa za Waislamu, kuna ndoa za Wakristo, kuna ndoa za wapagani, kuna ndoa zote. Tunazungumza kuhusu ndoa zote. Na wajua kitu kwamba ndoa ni taasisi ya Mungu. Yes. Iwe mlioana katika kitamaduni, mlioa kanisani, mlioana msikitini, hii ni taasisi ya Mungu. Yes. Na Mungu anaibariki na watoto. Ili kudhibitisha kwamba hii ni mimi nimekuja. Yes. Umeelewa? Na Mungu anawaunganisha, anawafanya kuwa kitu kimoja. Unaona? Lakini kitu ambacho kinachohitajika ni kuwa mwaminifu. Kusimama katika hali ya majukumu. Ondoa ufeki maishani mwako. Yes. Jua kwamba umeoa, umeolewa. Wacha kuishi maisha ya wengine. Fake marriages zinatokana na material things. Fake marriages zinatokana na maneno ya wengine. Yes. Sasa unaishi maisha si yako. Alafu unakuja kusema baadaye, kama ningejua singemsikiliza fulani. Kama ningejua singemsikiliza mke fulani. Yes. Maana mke fulani ameniongelesha hivi, ndoa yangu imeharibika. Wajua, acha niseme kitu kimoja. Yes. Nao wanaume huwa mara kwa mara wakigongwa huwa wanachoka. Alafu wanaanza kukimbilia mipira. Yes. Wengine wanakimbilia vilabu. Wengine wanakimbilia mahali pa kwenda kujiliwaza. Akili ya mwanamume ikichoka ukimbia pale. Yes. Sisi wengine tuliokoka, akili ikichoka tukimbilia kanisani kwenda kuomba. Twende kulia madhabahuni. Umeelewa? Yes. Na wengine ambao hawakimbilii madhabahuni, unawakuta kwamba wanakimbia kwa ndugu waende kufanya practice za kupiga keyboard, kupiga drums nini na nini, maeneo ambao atajua kabisa ni maeneo salama hata kwa imani yake. Unaona? Lakini nyumbani kumewaka moto. Mama acha kuwasha moto kwa nyumba. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, kitabu cha Yeremia mlango wa 31. Nafikiri kama mstari wa 9 pale. Mungu ameumba jambo jipya duniani, kwamba mwanamume atamlinda mwanamke. Unaona? Mwanamke atamlinda mwanamume. Sio mwanamume atamlinda mwanamke atamlinda mwanamume. Unaona, kuna huyu dada ameuliza swali. Yeye ni mwanamke mjane. Mume wake alichomwa na moto. Yes. Akabakia na moto. Jamaa ametoka, ameacha mke wake, anaenda kuongea na huyu mama. Huyu mama anauliza swali. Je, mimi ambaye sina nilizika mume wangu, na huyu jamaa amenikujia nikimpea
kati ya mimi na yeye nani ametenda dhambi? Na nani ako katika ndoa feki? Nani katika ndoa feki? Yes. Kitu cha kwanza, huyo ndugu ako ndo katika ndoa feki, na mnaposhiriki mmefanya dhambi yote na mnaenda jehanamu. Kitu kilichoko, unaweza kuolewa, tafuta mume uolewe. Yes. Usikae na waume za watu. Mwambie mimi sitaki. Na utafute mwanamume ambaye pengine ako na hali moja na wewe. Maana kwa sababu wako na wanatafuta wenzao wakaa pamoja. Mimi nimeona wengi. Wanakuja na kuambia mimi vile nimekaa sina, lakini mume wangu alienda na mimi niko na hali hii, na natafuta mtu kama naweza pata mtu wa hali hii kama mimi. Unaona? Kwa hivyo kitu kwamba sio kwamba hauna wenzako wako. Usimalize. Na wewe kitu cha kwanza nitakachokuambia, mwambie hapa ni moto unakuja bwana. Yes. Usiue mke wako. Mwambie unaona jamaa mwenzako wako kaburini. Huyu jamaa ameuawa na moto. Na mimi unaponiona hapa nimebakia na waka moto hapa. Yes. Kwa hivyo sasa sitaki nikuue. Maana kitu kwamba unapoingia, hata kitu kwamba unakuta kwamba sheria yenyewe inasemaje? Wewe ukiwa mgonjwa na uende ulale na mwanamume mwenzako, mtu ambaye si mgonjwa, Yes. umecommit crime. Yes. Na huyo mtu akikimbia aende aseme kwamba nimefanywa hili na hili, ama huyu mwanamke alikuwa katika hali hii, na badala ya kunieleza akanyamaza. Sasa nimeingia kwake, ndio nakuja kujua kwamba nimenini. Kwa hivyo mwanamke huyu amenitendea tendo la unyama. Unafungwa. Yeah? Kwa hivyo kitu ni kwamba tulindane na tuache zinaa. That's all. Biblia inasema acheni zinaa. Biblia inasema kwamba wazinzi hawataingia mbinguni. Yes. That's the truth. All right. Yeah. Hai, msikilizaji wangu, dakika 36 nasema Bwana Yesu asifiwe. Pastor, niko na swali. Miaka yangu imesonga na bado sijaoa na wanawake wako na muda wa kupata watoto. Je, ni sawa kuoa mke mdogo wangu? Tuachane kwa miaka mingapi? Japo sijaelewa. Okay, sawa. Okay. Ameongea vizuri. Yes, amesema kwa miaka imesonga. Miaka yake imesonga. Yes, hajaoa bado. Na wanawake huwa amesema miaka zao huenda zikafifia za kupata, ama chances za kupata watoto zikawa finyo tena sana. Anaweza oa mwanamke mdogo zaidi, na tuachane na miaka mingapi? Hata miaka 10. And unfortunately also hatujui, hajasema miaka yake. Okay, kitu kwamba yes, tumjibu tu direct. Hata unaweza achana na mke wako na miaka 10. Alright. Na ukamuoa. Kitu kwamba tafuta mke ambaye anaweza kuzaa. Alright. Sio miaka 50 alafu naenda kuoa mwanamke wa miaka 50. Hata zaa. Alright. Hata ufanye nini hata zaa. Maana si nyakati za Ibrahim hizi. Yes. Hizi ni miaka zako. Yes. Kwa hivyo tafuta mwanamke wa 40 years, tafuta mwanamke wa 35 years. Atazaa tena vizuri. Alright, anasema Nono Thomas ni ikiwa Mwatate Majengo, anapongeza kipindi, anaisikiza kwa makini sana. Amen. Shukrani tena zaidi Nono Thomas kutoka kule maeneo ya Mwatate pale. Anasema sifa swali la mwisho. Je, swali la mwisho tena. Alright. Sifa anauliza, najua kuna tafiti ya sheria ndoa kila dini. Sisi Waislamu tunaoa ahadi wanawake 4. Endapo unahitajika kufanyika hivyo, na hiyo imewekwa kwa sababu ya dharura, kuna kifo na kutopata mtoto pia. Lakini swali nataka kujua upande wa wenzetu wa Kristo. Je, endapo mwanamke hapati upande wa wenzetu wa Kristo, je, endapo mwanamke hapati mtoto au anazaa watoto jinsia moja pekee, je, wanaruhusiwa kuongeza mke mwingine? Right? Ni Bashir. Asante sana. Anasema swali la mwisho, je, ndoa iko na urithi? Endapo kuna mmoja ameondoka ghafla duniani. Ni Bashir kutoka Mwatate. Sijui swali hilo linasemaje. Limeishia hapo tu, ameondoka ghafla duniani alafu likaishia hapo. Swali lingine anasema, swali lingine nauliza tofauti ya ndoa ya kimila
na ndoa ya dini. Alright, asante sana. Ni huyu mmoja ambaye ni Muislamu, ni Muslim, anasema kwa wako na sheria ya kuwa hata wake wanne. Lakini anauliza, je, kwetu sisi wa Kristo mtoto wakati mke hapati watoto ama anapata watoto wa jinsia moja, je, mtu anaruhusiwa kuoa? Haruhusiwi kuoa. Hata ukipata watoto wa jinsia moja, nani anabibaga mbegu za hizo jinsia moja? Maana ukisema kwamba mke wako anazaa watoto wa jinsia moja, kulingana na masomo, kuna Y na X. Wewe mwanamume ndio umebeba mbegu za kike na mbegu za kiume. Wewe mwanamume. Yes. Kwa hivyo ukisema mke wako anazaa watoto wa kike peke yake ama anazaa watoto wa kiume peke yake, wewe ndio una shida. Sio mke wako. Wewe ndio una shida, sio mke wako. Na kama mke wako hazai ni maumbile. Yes. Je, kitu kwamba kama ungekuwa wewe ndio huzai? Maana unaweza kumwambia mke wako ndio hazai, hapati watoto. Na kumbe wewe ndio hupati watoto. Nani mwenye shida? Unajua kitu kwamba mara kwa mara tumelalia wanawake. Tukawaambia kwamba mwanamke ndio hazai, mwanamke. Kuja gundua mtu mwingine analalamika kwamba mke wake hazai. Yes. Unakuta kwamba wanawake wanakimbia hospitalini kupimwa, wanaonekana wako sawa, wanashindwa kwa nini sizai, kwa nini sizai. Je, wewe mwanaume umeenda kapimwa? Mbegu zako ziko sawa? Unaweza zalisha? Yes. Maana wanaume wengine nao ni gumba. Alafu wanasimama wanasema wanawake hawazai. Yes. Wao ngoma ilienda kitambo. Unaona? So kitu ni kwamba usiseme mke wako hazai kama hamjaenda mkapimo nyote. Unaona? Maana inaweza kuwa wewe ndio huna uwezo wa kuzalisha. Yeah. Shida ni kwamba wanawake ndio wekelewa mzigo yote. Haya, kuna swali ameuliza kuhusu mambo ya urithi. Yes. Jamaa mmoja ameondoka, sasa wewe huo mke unaweza kumrithi. Biblia inasema kwamba mwanamke sisi kulingana na Wakristo, haturithi wanawake. Kulingana na Wakristo haturithi wanawake. Yes. Biblia inasema kwamba ikiwa amekufa, basi huyo mwanamke ako huru kuolewa na mwanamume yoyote ampendaye. Sio arithiwe. Mwanamume yoyote ampendaye. Maana kwa sababu amefunguliwa. Yes. She's free to be married with any man that they fall in love. Yule watakaopendana ambao ako tayari waoane. Hiyo inaruhusiwa. Lakini mambo ya kurithiana kama wazee wa zamani iliishwa na ilipitwa na wakati. Yes. Na wajua kitu kwamba mambo ya kurithi wanawake, ukisoma katika Agano la Kale katika kitabu cha Mwanzo, ilifanyika wakati wa Yakobo, wa Yuda, ambao ni mtoto wa Yakobo. Yuda, maandiko yanasema kwamba kijana wake firstborn alioa mwanamke na yule kijana akafa. Maandiko yanasema kwamba ndugu yake ambaye alimfuatia akamrithi mke wa ndugu yake. Alipomrithi, Biblia inasema akamwagia nje. Mungu akakasirika akamuua yule kijana. Yes. Sasa ikabakia kijana mdogo Tamari, ambao alikuwa ni mkaza bwana. Tamari akaambia sasa utarudi kwenu, uende ukae katika hali ya ujane, alafu kijana wangu akikua atakuja kurithi. Ile ilikuwa ni mtandao wa kurithi wanawake. Ikawa kwamba yule mzee Yakobo Yuda akaingiwa na uoga, akasema no. Hao watoto wangu wawili wamekufa. Na huyu mwanamke anaweza kuwa yuko na kisirani cha kuua wanaume. Hapana, sitakubali. Wacha kijana wangu tafutie mume mwingine. Kilichofanyika kwamba Tamari alipoona kwamba yule kijana hajapewa yule kijana akamuoa, ilibidi akatumia mbinu. Akaenda akajifanya kahaba. Wakati baba mkwe wake amefiliwa na mke, akajifanya kahaba, akalala na baba mkwe, akapata mimba. Unaona? Sasa alipopata mimba, ndio siku hiyo ametolewa kwamba aende kuuawa. Ndio akasema maana kuna vitu ambao alimwambia kwamba sasa nitakuacha na hivi vitu alafu nitakuletea mwanambuzi yake ili hiyo ni fidia ya kulala na wewe. Lakini yule mama akarudi katika hali ya ujane wake. Hakuweza kuchukua ile alipoenda mlangoni hakumkuta. Yes. Kisoma maandiko hakumkuta. Mama kumbe amepata mimba. Yakobo huyu Yuda wakati ameambiwa mkaza mwanae amepata mimba na mtu mwingine, alienda lazima atuambie ni nani. Alitoa ile pete na ile fimbo ya baba mkwe. Yes. Akamwambia mama, una haki kuliko mimi. Alright. Naona. So the thing is this, mambo ya kurithiwa yalipitwa na wakati. Alright. Sasa hii inatakiwa kwamba
kila mtu, hata kama nimekufa leo, mke wangu aolewe na mtu mwingine ni sawa kuliko kurithiwa na ndugu zangu. Alright. Kabisa. Alright, asante sana, shukrani tena zaidi na tena sana. Ni dakika 45 tangu za kutimia majira ile ya saa 5 za usiku. Dakika 45 pale zimeweza kukatika. Anasema Bwana Yesu asifiwe, niko na mwanamke ananipenda na mimi nampenda. Tumekaa kwa miaka 7, sijaenda kwao kusema. Tunakaa kwa rentals. Nisaidieni, ako na mtoto namlipia fee shuleni na mwanamke wangu sahi hana kazi. Anasema ati mpaka yeye apate kazi ndo to settle kwanza. Ndio mwende kwao. Huyu mwanamke hakupendi. Hiyo ndoa ni fake. Fanya maamuzi. Maana hata kama mmezaa naye, kama ye anasema kwamba mpaka apate kazi na asipopata kazi utakufa muhuni. Hiyo ndoa ni fake bro. Wewe wajisukuma kwa mwanamke, unasema kwamba anakupenda lakini hakupendi. Yes. Maana kwa sababu watu wanaopendana hata wakiwa hana chochote. Mimi nakumbuka wakati nikimoa mke wangu, I was having nothing and she was having nothing. Na hivyo vitu vikaja tukiwa mbele. Hata juzi tulikuwa nashuhudia watu, nikawaambia mambo yote yametukuta mbele. Barabarani maisha yakiendelea. The truth of the matter, angalia ni mzazi gani. Hata wazazi wana ushuhuda mkubwa sana. Wengine wanakuambia kuozwa, niliona mwanamke nikampenda na nikaenda kaambia wazazi wakanishika mkono nikaoa. Hawakuwa na uwezo hata wa kuoa. Na kitu ni kwamba kama umekaa naye miaka 7 na hujakanyaga kwao, aweza kuwa kwamba pia hakutrust. Because hiyo miaka 7 ingekuwa hata mwaka wa kwanza ama wa pili umeenda kwao. Yeah. Alright. Maana lazima mjijulishe. John in marriage lazima ujijulishe kwa wazazi. Yes. Muwe na marriage ya uwazi. Yeah. Lakini miaka 7 bado mnaibiana wenyewe kwa wenyewe. Alright. Anasema nimejifunza kuwa kuna ndoa feki. Pia nimejifunza kuna kuingia kwa ndoa kwa ajili ya tamaa ya vitu vyenye yule mwanamume yuko navyo. So nimejifunza wakati umeamua kuolewa usiangalie zile vitu, angalia kesho ya ndoa yako. Ndoa sio pesa wala mali. Ndoa ni maneno matamu na uaminifu na heshima. Mary kutoka maeneo ya Msambweni. Asante. Anasema ukweli pastor, ameongea ukweli. Wanawake hawaelewi. Kwanza hii kizazi cha sasa hakuna mtu ataoa juu hili jambo la kuitwa malaya. Limekuwa ni wimbo. Ni Jonathan kwa maeneo ya Mwatate. Asante sana kutoka maeneo ya Mwatate pale. Anasema Thomasonono, nauliza kama umekosana na mke wako akaolewa na mume mwingine, naweza kuoa mke mwingine? Right? Kama wamekosana na mke wake na akatoka akaolewa na mume mwingine, je, anaweza kuoa? Haya. Sasa utangojea utaenda kumuoa mume wa wanaume wawili? Si utafute wako. The truth of the matter, kama ametoka kwako na akaenda kaolewa, the only thing ni wewe utafute mke mwingine oe. Maana kwa sababu huwezi kwenda kumuoa huyo mke ameshaolewa. Yeah. Na kwa mfano kuna hiki kigezo ambacho Bishop Waga kinafunga watu. Labda wamefunga ndoa kanisani. Na kwa njia moja ama nyingine migogoro katika familia kila wakati akajaamua ametoka ameenda ameolewa. Huyo amebaki hajaolewa. Na kuna kile kigezo hajaoa kumradhi. Na kuna kile kigezo till kifo kiwatenganishe. So huyu mwingine atafungwa na hiyo. Huyu mwingine hiyo kigezo akija mfunga, yeye ameenda. Kitu ni kwamba huyu atabaki aje? Wacha nikwambie kitu kimoja. Watu wasome katiba na watu wasome sheria za ndoa. Yes. Huyu mwingine ameenda kaolewa, umeshafunguliwa.
Okay. Licha kuolewa, hata ukimkuta akizini na mwanamke mwingine, Yes. tayari hiyo ni divorce. Ukienda kotini unapewa barua. Unaenda na file case. Yes. Kwa mfano umeenda huyu mwanamke mlikuwa mnakorofishana, imebidi akaamua akatoka akaolewa hata kama mlifunga harusi. Yes. Kama amekwisha kuolewa ni kwamba tayari yeye ameshatangaza talaka. Aha. Kitu kinachohitajika ili uwe legally, kesho asije akarudi. Yes, because Akaja kukusumbua. Because akirudi na kama haikuwa legally atahesabika bado ni wako. Sasa kitu kwamba kitu kitakachokusaidia, nenda kotini. Ukienda kotini kulingana na Marriage Act utapatiwa divorce. Kuna divorce utapewa. Yes. Maana tayari ni mke wa mtu. Mwambia mimi nilioana na mwanamke lakini tayari ametoka kwangu na ameenda ameolewa. Yes. Naomba tafadhali nimekuja kwamba mnifungue. Serikali inachunguza ama sheria inachunguzwa, inakutikana kwa inakutwa kwamba kwa kweli kabisa huyu mwanamke amefanya nini? Ameshaolewa na mtu mwingine. Anaambiwa, anatumaniwa barua ya kwanza akiambiwa kwamba mama umesha nini, una mwenzako anahitaji divorce kutoka kwako. Ya kwanza, ya pili, akisha admit kwamba nimeshaolewa na niko kwangu. Yes. Mimi sina haja na huyo mtu. Tayari hiyo divorce. Unapewa barua yako ya divorce. Na ukipewa certificate yako ya divorce, uko huru kuoa mke mwingine. Watu wasifikiri kwamba ukishaoa na marriage certificate uko nayo ati ni kifungo cha milele. Yes. Hata kwamba huyu mwingine akiolewa wewe hutaoa, unaoa. Alright. Hata wewe pengine mwanamume ameoa akakutupa na mlioa na harusi akaamua kukutupa ukani. Dada, unaenda kotini. Unaenda unafunguliwa. Na ukishafunguliwa unaolewa, unakuwa na rights za kuolewa. Alright. Asante. Anasema Bwana Yesu asifiwe, msalimie Bishop Mwambie anapongeza sana. Mungu ambariki kwa mafundisho mazuri. Ni Pastor Crispin Kisingo kutoka maeneo ya Chavia. Asante sana mtumishi wa Mungu pale, barikiwa tena zaidi na tena sana. Na kulikuwa na swali lingine hapa, tofauti ya ndoa ya kimila na ndoa ya dini. Alright, asante sana. I don't know whether African traditional marriage. Hiyo ndio ya kimila. Yes. Naona. Alafu kuna Christian marriage. Na zote huwa zinatambulika na nini? Na serikali. Umeelewa Kwa hivyo kitu ni kwamba ndoa ni ndoa. Ndoa ni ndoa, zinatambulika kwa serikali zote. Ukiolewa kanisani ama uolewe kwa ofisi ya DO na DC, ama uolewe nyumbani. Mradi kitu cha kwanza hiyo ni ndoa imekubalika. Alright. Asante sana, shukrani tena zaidi. Dakika ni 52 msikilizaji wangu, tangu tena majira ya saa 5 za usiku, dakika ni 52. Kipindi kilicho iwani ni Jambo la Gumzo, tunaangazia ndoa ama fake marriages msikilizaji wangu, ndoa ambazo hazipo, yani ni ndoa lakini hamna. Hizo ndo tunaangazia kwa usiku wa leo. Kumbuka mada hii bado itaendelea juma lijalo, kwa hivyo sio na wasiwasi wa aina yote, lakini kwa dakika ambazo tumeweza kusalia, wacha nimpatie nafasi Bishop, na vile vile wewe msikilizaji wangu, wacha niweze kupokea huyo ameng'ang'ana sana, wacha niweze kumsikiliza. Sifa, hello. Yes, Sifa. Yes, karibu. Nilikuwa kuna kitu kinasumbua ndoa wakati mwingine. Unakuta mwanaume siku tumekuja simu kubwa. Kuna hizi simu kubwa. Simu kubwa hizi smartphone. Sasa unakuta mwanaume ametoka nyumbani asubuhi labda saa 12 ama saa 1. Amekuacha kwa nyumba. Amerudi jioni, yani yeye mtu yuko busy kwa simu, hata ile kujua watoto wameshindaje kwa nyumba hakuna. Ndio wewe hivi, yani hata salamu yenyewe hakuna. Amekuja na ameketi na hakuongeleki, hakuna lolote lenye yani inaendelea kwa nyumba. Yeye yuko busy kwa simu. Utapika chakula, mwambie tukule chakula, anakuambia endelea. Mwambie maji ya kuoga ni haya, anakuambia nenda uoge. Imefika masaa kuingia kwa kitanda, unaingia kitandani peke yako, unalala, unaamka karibu saa 6 saa 7, bado vitu uko kwa simu. Sasa unashangaa, sasa mimi hapa niko hapa, yani nafanya nini? Maana ni kama wewe mume kumuoni nyumbani, sasa unashindwa mpaka yenye kimekutoa kwenu ukipati. Maana ukitoka kwenu hujakuja kukula huku, maana huko kwenu ulikuwa unakula, ulikuwa unavaa, ulikuwa unaishi maisha yenye kila mmoja anaishi, lakini kuna kitu chenye ulikuwa pale kwenu hupati. Ukipata kwake na tena huyo naye anakunyima, yeye yuko busy kwa simu. Kwa siku anakuletea mwanamke
tumepatana Facebook, anakuletea mpaka kwa nyumba. What is that? All right. Haya, asante sana, shukrani tena zaidi na tena sana. Ameongea kwa uchungu tena zaidi. Simu. Huyu ameongea kwa uchungu kwa moyo wake wote. Simu. Fake marriage. Simu na ndoa. Hiyo ni simu na ndoa. Hiyo mama umeleta, hiyo ni mada. Yes. Iko kivyake. Simu na ndoa. Simu na ndoa. Kwa hivyo kitu tutakachosema kwamba mama msaidie, ama sijui kwamba utabidi kwamba ukae katika nafasi ya kutafuta mtu wa kumshauri mume wako kuhusu mambo na simu na ndoa. Maana kwa sababu alafu amesema kwamba analetewa mwanamke wa Facebook. Yes. Analetewa mwanamke, anaambiwa wao tumepatana naye. Kumbe wakati ule ulikuwa unaachwa ulale kitandani peke yako, wakati chakula yako inaambiwa kwamba sitakula. Kumbe jamaa alikuwa anaongea na mwanamke mwingine. Yes. Unaponyamaziwa mwanamume anaongea na mwanamke mwingine. Hicho akachosema ni kwamba ni kweli jambo hili limetokea, na jambo hili limekuwa nzito sana. Ni kwamba inakupasa mwanamume achana na mambo ya simu, achana na mambo ya Facebook, achana na mambo ya mtandao wakati wote unapokuwa pamoja na familia. Ikifikia na masaa ya kula, kuleni pamoja. Ikifikia ni masaa ya kulala, nendeni mkalale. Heshimu mke wako. Heshimu ndoa yako. Heshimu jamii yako. Mke wako unapoleta mwanamke wa Facebook katika maisha yako, kuna watu ambao wanalia, wamekutana wanawake kwa mtandao. Yes. Wamekutana wanaume kwa mtandao, na wengine wameuana, wengine wameuliwa. Kwa hivyo kitu nataka kusema kwamba achana na vitu ambavyo ni vya mtandao. Yes. Rudi katika nafasi yako na Mungu atakubariki. Amin. Asante sana, shukrani tena zaidi. Dakika ni 4. Hello Sifa. Hello Sifa. Yes, Sifa. Ni mwinjilisti Renson Nyambo. Mwinjilisti, karibu mwinjilisti. Kuna kitu ninaona hapa. Hebu sema hicho kitu. Wakati tumeoana na tumeolewa, inafaa tunaacha kila kitu, tunaingia kwenye ndoa. All right. Tatizo ni kwamba tunaingia kwenye ndoa na masikio ya utafiti na macho ya utafiti. Lakini ningeomba wanadamu tungejua kitu kimoja, kwamba ndoa ni sawa na wokovu. Yes. Wakati unaokoka umeacha kila kitu cha dunia. Yes. Na umeingia kwenye wokovu, yani umekufa na Kristo, unafufuka na Kristo. Na wakati umeoa ama umeolewa, basi umekufa kwa ulimwengu ule mwingine, unaingia kwenye ulimwengu wa ndoa. Sasa hata kama kuna macho ulikuwa unayaona kule, inafaa yafungike. Ndio maana Waswahili wakasema mapenzi kipofu. Yani wakati umeoa inafaa unafunga macho yote yale yalikuwa yanaona wale wengine. Na wakati umeolewa, basi unafunga macho yale yote yalikuwa yanaona wale wanaume wengine. Yani kumaanisha umempata yule ambaye ulikuwa unamtafuta. So ulipompata, inafaa yale macho mengine ya kuona wale wengine unayafunga. All right. Yani inamaanisha umeolewa na umeoa na umeingia kwa nyumba yako binafsi. Yani umeupata wokovu. Yes. Amina. Asante, barikiwa sana. Amina, asante sana, barikiwa tena zaidi na tena sana mwinjilisti kwa conclusion hiyo nzuri tena zaidi. Dakika ni 2, wacha nikupatie nafasi Bishop uweze kureactia swali hili. Yeah. All right. Sifa, hello. Hello Kisaki. Yes, Maria. Nami pia nataka kuchangia hapo, nataka kuunga mwenzangu mkono. Wanandoa. Ndio ukiwa ni kesi, mimi ni mwanamke ninaolewa, ama mwanamume anaoa, ni kesi nyingine. Yaani tujipe ile kutosheka. Tukikaa na ile kutosheka, nimepata mke nimetosheka, ama nimepata mume nimetosheka. Hiyo ni ndoa nyingine tunaweza kusimama na yani na tukaweza yani kwenda yani kimaisha mbali sana. Lakini tukikaa na ile yani tumeoana, lakini tamaa tena ziko huko nje, nisimuone mwanadada amepita pale na skati yake fupi, nisimuone pengine ni mwanamume watu pengine amepita pale pengine na skati yake pengine, na nikiangalia pengine boma lake pengine ni boma pengine lina fedha pengine kadhaa.
hiyo itatupotosha na itazidi, ndio hiyo yote inaleta mambo kama haya. Hatuko tunaaminiana ndani ya boma. Tumekaa tu kama ndugu na ndugu. Siku hizi hakuna mwanamke na mume wake ama mume na mke wake. Hiyo tuondoe kabisa. Na tuzidi kuombea wanandoa na tuzidi kuombea ndoa zetu. Ama la sivyo itakuwa familia ya kawaida. Barikiweni sana, usiku mwema, hongera kwa kazi nzuri. Asante. Shukrani, asante, barikiwa tena zaidi. Maria anasema wakati bibi na bwana wamekosana na bahati mbaya mume akafariki, kwa nini huyo mwanamke analazimishwa na mambo ya mila lazima akuje kuzika mume wake? Hakuna sheria yoyote kama walikuwa wameachana inalazimisha. Kitu kwamba tumekuja kuona katika mitandao eti kwamba watu wanalazimishwa kwenda kuzika. There's no need. Kama waliachana, akija asije ni sawa. Yes. Pengine kwamba aje kwa sababu ya watoto. Maana watoto wanakuja kuzika baba yao ama watoto wanaenda kuzika mama yao. Hiyo tu. Lakini hakuna mila yoyote inayeruhusu mtu kuambiwa lazima uje. Kwani yeye ndiye ameua? Yes. Na hata kama niye ameua, akija ndio atafuka. The thing is this, huo ni upuzi. Kitu kwamba hakuna mila yoyote inayosukuma. Sisi tumeona tu pale kwa Wakisii. Ndio huyo ujinga tuliona juzi. Paka mama anaambiwa lazima sio atupe mchanga, sio afanye mchanga kwa kaburi. Mambo mengine ya ujinga ya upuzi. Vitu vimepitwa na wakati. Lazima watu wajue kwamba watu wanatembea katika nuru na kifo kiko. Yes. Naweza kuwa kwamba nimeachana na mwenzangu akakufa, ama mwenzangu mimi nikakufa. Sio kwamba yeye ndiye ameniua. Akiamua kuja kunizika ni sawa. Akiamua kuja kunizika ni sawa. Nikiamua kwenda kumzika ni sawa. Kitu kilichoko kwamba hakuna chochote kinachofunga. Kitu naweza kukuona kwamba pengine watoto wangu wanamzika baba yao. Watoto wangu wanamzika mama yao. Ngoja niwafuate wanangu. Bas. Alright. Yeah. Msikilizaji wangu, ni saa ngapi? Bila shaka ni saa 6:01. Ni saa 6:01. Bado simu inawaka. Watu ni wengi wanataka bado kuendelea kuchangia, lakini muda nao umetupatia kisogo. Wacha nikupatie dakika moja ndugu yangu. Hello. Yes, ndugu yangu JK. Karibu ndugu yangu. Wacha tukafunge. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Wacha tu nikupongeze na nishukuru sana kwa hiyo kazi nzuri umefanya leo hapa. Asante. Ni kwamba tu hiyo imeshika wengi, tumekaa tu pembeni tukasikiliza. Wakusikia mchungaji amesikia. Naam. Langu tu kibinafsi tu ningeomba hii mada kama hii. Hii mada ingerudiwa tu, mngekuwa mnaweza kuirudia hata mara 2 kwa wiki. Hii mada itakomboa ndoa nyingi, sababu si wote watasikia, lakini nina imani ni wengi sana watabadilika. Amen. Mmesikia maoni ya wengi, wanawake ndio wabaya, wanaume ndio wabaya, lakini wote hakuna mzuri. Lakini ikirudiwa mara kwa mara, kwa yule mtu ako ndani ya hii redio Sifa kusikiliza kwa makini. Yes. Hata nina imani kabisa tutapata walimu wengine humu tu wenye kusikiliza na kusambaza. Na inaweza ikabariki wengi ama ikasaidia ndoa nyingi. Naam. Maana hata tumeshuhudia nyingi sana. Unaona tu mtu anakataa mwingine bila sababu, anaenda, anafuata, anatengenezewa mambo, mwanamke hataki kurudi. Na watoto ni milioni ametoka naye kwa hiyo bwana, na anaenda tena kuolewa, ni bwana ya mtu. Matokeo yake unaona wanasukumana sana. Sasa kwa pembeni nasema kama ndoa ni kama hii, yani yule mtu hajaoa. Kama ndoa ni kama hizi, wacha ikae. Lakini kipindi kama hiki, kwa jameni, mimi tu nimekuja kusema na kuomba tu. Kivyangu mimi ningeomba kama kuna uwezekano irudiwe tu, hiyo inapigwa kama hii. Mada kama hii ipigwe mara 2 kwa wiki. Alright.
Mchungaji, umefanya kazi nzuri sana. Hongera. Asante. Kwa hii kipindi hata ikuwe yako kwa hizo mara 2 kwa wiki. Hii mambo umepeleka mzuri sana. Hii mambo imejenga wengi, mimi na imani. Amen. Kabisa. Kuna watu wamekuwa wabishi wa kusikia, lakini kama kuna watu wanasikiliza kweli wamepata ukombozi. Amen. Mbarikiwe jamani, wajeni tukafunge tu hivi. Na wewe ubarikiwe tena zaidi. Asanteni sana. Shukrani, asante sana, barikiwa tena zaidi na tena sana. Zimeweza kukatika ni dakika 5 tangu za kutimia majira ya saa 6 za usiku. Dakika ni 5 tangu za kutimia majira ya saa 6 za usiku. Natumai umeweza kubarikiwa tena zaidi na tena sana. Wacha nimpatie nafasi Bishop ili tuweze kukamilisha na tuweze kufunga hapo. Kesho kipindi kingine cha Jamvi la Gumzo kiko kizuri tena zaidi, kwa hivyo tutaendelea kuzungumzia mengine kesho. Na vile mada hii nimeweza kukuambia kwamba ni utangulizi tu. Bado inaendelea kwa undani zaidi na inakuja na utamu na uhondo wake tena zaidi na tena sana. Kwa hivyo usio na wasiwasi. Request yako ya kuwa mara 2 kwa wiki pia tumeipata, usio na wasiwasi vile. Karibu Bishop, tuweze kuhitimisha. Amen. Nashukuru kwa sababu ya wasikilizaji na wale wote walichangia. Nasema Mungu awabariki sana. Kina Maria Maria ametoa jasho bana. Mungu ambariki. Mungu ambariki.